Ametuhurumia akamtoa mwana wake wa pekee atufie msalabani. Kwa ajili yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Zaburi na antifoni ni ile ya kupaa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wakuume wa Mungu, haleluya, enyi watu wote pigeni makofi. Kwa Bwana yetu mwenye kuogofya. Bwana ameinuliwa mbinguni.
wakati wa kutakiana amani, tutaongozwa na praise team. Mahali ni pazuri ndugu wanapokaa. Mahali ni pazuri ndugu wanapokaa. Leo ni siku ya Bwana kabla ya Pentekoste, na aya ya siku inasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Tuombe. Mungu mfalme tukufu, uliyepandishwa mwana wako pekee Yesu Kristo katika ufalme wako mbinguni, usituache yatima, bali utupelekee Roho wako Mtakatifu ili utufariji na kutuongoza mpaka tutakapofika huko aliko tutangulia Mwokozi wetu Yesu Kristo, aishie na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amen. Nikaribishe mzee wa kanisa aliandaliwa kwa somo la kwanza. Basi ni wakaribishe kusikiliza neno la siku ya leo ya Bwana, nalo linatoka kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari ule wa 8 mpaka wa 16. Kutoka 17 mstari wa 8 mpaka ule wa 16. Nami nitasoma kwa msaada wa Bwana. Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, "Tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu." Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaiegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, "Andika habari hii katika vitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena nchi ya mbingu." Musa akajenga madhabahu, akaiita jina lake Yehova Nisi, akasema, "Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi." Hili ndilo neno la Bwana. Neno la Bwana liwe taa na mwanga utakao tumulikia kila tutakapopita. Tuimbe wote haleluya. Tuungane na Wakristo ulimwenguni kote tukiri imani ile ya mitume. Na mwamini Mungu Baba, Muumba mbingu na nchi, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyetolewa mimba kwa uwezo
Mtakatifu, ondolea